Mfano mzuri, tunaye mtu mmoja amekuwa ni maarufu sana kwa jina lake moja tu la mwisho, ni Alfred Emmanuel Nobel. Taja neno Nobel maarufu, tunafahamu tu kuna tuzo ya Nobel, tuzo ya Nobel, hili ni jina la mtu. Huyu bwana alikuwa ni mwanasayansi, alifanya gunduzi mbalimbali. Moja kati ya vitu alivyogundua ni baruti kali, ambayo lengo lake yeye ilikuwa ni kupasulia miamba na kutobolea milima kwa ajili ya kupitisha barabara, na alikuwa na viwanda. Kwa ugunduzi huo na viwanda hivyo alivyokuwa navyo, alitajirika, akawa tajiri sana, lakini baadaye akaja kupata masikitiko makubwa sana. Baruti hiyo kali ikawa inatumika zaidi katika silaha za kivita, watu wanauawa kwa kitu ambacho kagundua yeye. Ilimweka katika wakati mgumu. Kitu kizuri ugunduzi, lakini kikatumika tofauti na matarajio yake. Akaacha usia ambacho kitu kinahusiana na hiki tunachokisoma, kwamba mali yake yote itumike katika kutoa tuzo za kisayansi na amani. Watakaofanya vizuri katika uga wa sayansi na amani wapewe tuzo ya Nobel. Kwanza ndio ilikuwa imeanzia huko, sayansi na amani. Na huyu bwana sababu ya kufanya hivyo ni kwamba kile alichokigundua akaoja kuona kinatumika vibaya zaidi, ambapo kina madhara na wanadamu. Jambo hili lilimsikitisha, lakini akawa ameacha usia huo. Huu ni usia. Tunamtaja Alfred Nobel, si Muislamu, lakini alifanya kitu ambacho ndio tunachokisoma hapa. Hana mrithi na ameondoka, mali kaacha nyingi, akaacha usia. Hizo mali zipo mpaka leo, viwanda, baadhi ya viwanda vipo mpaka leo. Huyu namzungumzia ni mtu wa karne ya 1800 na kitu. Ugunduzi huo na mpaka kifo chake ni miaka 1800. Lakini leo tuko 2020, bado tuzo za Nobel zipo, isipokuwa tu haijaishia katika masuala ya sayansi na amani, bali watu wamekwenda mbali zaidi. Tuzo za Nobel sasa hivi zipo, zinahusu maeneo mbalimbali. Sasa huu ulikuwa ni mfano mzuri wa bwana Alfred Nobel, kwamba ameacha usia, mali yake yote itumike katika kuwaenzi watakaofanya tafiti na gunduzi mbalimbali katika masuala ya sayansi, lakini pia vile vile watakao kuwa watetezi, wapiganiaji wakubwa wa amani, pia vile vile wapewe zawadi za Nobel. Yeye alikuwa ameacha vitu viwili, sayansi na amani, lakini sasa hivi ni zaidi ya vitu hivyo viwili. Kwa hiyo nimeona huu kama ni mfano mzuri wa kile tulichokisoma, kwamba ikitokea mtu amefariki, ana mali, haijalishi ni ya mali nyingi kiasi gani, lakini hana mrithi yoyote, moja. Lakini pili, hakuna mtu aliyomuhusia kwamba apate zaidi ya theluthi. Kama yupo mtu kamuhusia apate theluthi, atapata theluthi, lakini mali inabaki. Inakwenda wapi? Hapo itakwenda Baitul Mal. Kama kuna mtu alimuhusia apate zaidi ya theluthi au mali yake yote, wala haitakwenda Baitul Mal, atapewa huyo aliyehusiwa. Hiyo itakuwa ni bahati yake. Nafikiri imeweka.